Kwa sababu kama mtu alikuwa kwa watoto wa Mudi tena alikujaga kwa njia vikoba kwa kukopeshwa. Mwisho wa siku ile timu ikamshinda, mwisho wa siku akaporomoshwa kwenye timu ya under 20. Under 20 ikamshinda akaporomoshwa kwa timu ya wanawake. Ya wanawake imemshinda, mwisho wa siku akataka kukurupukia kwa Namungo. Sasa nimwambie huyu Mgunda na hisi huyu Namungo atakuwa anatumwa na watoto wa Mudi, kwa sababu unapozungumzia Namungo na watoto wa Mudi, shamba la Bwana Eli Mbuza bwana, huyu ni mdogo wake ujue. Kwa sababu mmiliki wa Namungo ni mfadhili wa watoto, mwanachama wa watoto wa Mudi. Kwa hiyo sisi wenyewe tunajua kabisa katika mechi 3 ambazo ukihesabu na hii ya Namungo, katika mechi 3 zilizosalia sasa na pointi 9, lazima tuchukue pointi zote 9. Mechi 4 tutanganya ni mechi 4 itoke wapi kaka? Kwa hiyo ina maana ngoja niwaambie, mechi unaizungumzia wewe utakuzungumzia watoto wa Mudi ambao tunasema hatucheze. Ndio unazungumzia wewe. Hivi wewe nitajie mwaka gani kwenye ligi kuu Tanzania bara mtoto wa Mudi katika ligi kuu hiyo moja ya msimu mmoja tukakutana mara 3? Taje mwaka gani kwa mara 3? Na nani alijakwambia tujacheza? Sasa tujapeleka timu Benjamin Mkapa leo. Niwaambie ndugu zangu waandishi wa habari, kila nikiangalia hii timu dabi mnaizungumza nyinyi ambao mimi naiona kama timu ya Dodoma Jiji wala watoto wa Mudi, napofananisha na Dodoma Jiji, utofauti Dodoma Jiji iliyochangamka. Kwa sababu mimi tarehe 8 nimepeleka timu uwanjani, mtoto wa Mudi kashindwa kuleta timu. Hivi nyonye piga mahesabu, vile vigingi vitatu wote wameshindwa kutafakari au wameshindwa kutoa ufafanuzi au wameshindwa kutoa kwamba mechi ipo ama haipo. Naanza tulianza hapa, alikuja waziri wa michezo Kabudi Benjamin Mkapa, nyinyi mlikuwa mashahidi, ameshindwa kutoa uamuzi kwamba mechi itachezwe lini ama isichezwe, ikashindikanika. Tukapeleka barua kasi wenyewe unavyoona wale ni ngunguru kutoa maamuzi, abonaga kona imewashinda, imerudisha kwa bodi ya ligi. Tumekwenda juzi bungeni, nyinyi mashahidi, akiwa rais wa Karia yupo, rais wa Yanga yupo, sijui tunaliwana, wabunge wenyewe wapo pale wamedadavua kuhusiana na mechi ya tarehe 8. Hawajui yailishwaje mpaka wabunge wengine wako wanaongea nyuma mwiko. Sasa utasemaje daima mbele nyuma mwiko, alafu unakuja kurudi tena nyuma? Tunasema mechi ile imeshaisha. Sisi mechi ambazo zimebaki iko 3 pamoja na ya Namungo. Baada hapo tunakwenda kesho kwenda kucheza mechi ya FA dhidi ya nani? JKT Tanzania mkoa ni Tanga. Baada ya hapo tunarudi ligi kuu, tunakwenda kwa nani kwa nani Tanzania Prisons. Tukirudi hapa tunamalizia nini? Mmoja umesahau hapo tarehe 15. Ipi hiyo? Kaka, wewe hujasikiliza bunge kule? Wanakuambia hivi, barua kutoka kasi, labda nanukuu sasa bunge aliposema kule. Wanakuambia tunashangaa kwanza bodi ya ligi. Barua imetoka kasi kwamba bodi ya ligi malizeni shughuli, pangeni tarehe. Sasa ngoja wabunge, mimi nanukuu bunge, wanakuambia barua imerudi kutoka kasi, inasema malizeni huo mgogoro uliokuwepo hapo. Sisi hatuwezi kutoa maamuzi. Bodi ya ligi, hebu tafuteni ufumbuzi. Mwisho wa siku badala ya kumuita yule mlalamikaji ambao ni Yanga ili tutafute suluhu, tunakuta inatajwa tarehe. Hivi mimi niwaambie ndugu zangu waandishi habari, alafu sasa kwa uzuri zaidi, tarehe 15 hiyo aliyoitaja bodi ya ligi kwamba kuna mechi ya dabi, na ndo mwalikwa kwenda kuzindua uwanja wa Kigali Rwanda. Kwa hiyo tarehe 13 klabu ya Yanga inaondoka kwenda Rwanda. Kwa hiyo sisi wakati tunakiputa kule, wao pale Benjamin Mkapa pale, na hisi sasa itakwenda kucheza TFF na bodi ya ligi, washangiliaji watoto wa Mudi majukwani. Sio tunaelewana? Sasa tucheze kaka, mechi imeshaisha kaka. Mechi itoke wapi kaka tarehe 15? Uoga. Aliyekataa kuja uwanjani tarehe 8, huyo ni muoga. Tena ili toto la Mudi ambao mnaliona swili kubwa, hili linafananisha na Dodoma Jiji. Tena hata Dodoma Jiji ana hazi kwa sababu Dodoma Jiji analeta timu kwa muda mwafaka. Sielewana, lakini ukimwona mpaka mtu anakimbia, huyo ni muoga tena toto dogo. Yaani mtoto Mudi asitake ile mechi alimemkalia kooni. Kwa sababu mpaka sasa hivi ukiuliza alokuzuia usifanye mazoezi ni nani? Wanakwambia ukiwauliza mpaka sasa hivi Yanga na uwanja, Yanga nafungua hamna. Alomzuia meneja wa uwanja, kwa sababu mtoto Mudi kwenda kiolela hakutoa taarifa. Utakwendaje kwa mtu bila kutoa taarifa? Lazima uzuiliwe. Sisi mpaka hivi tunawaachia bodi na watoto Mudi watakwenda kucheza Benjamin Mkapa. Mechi chaishere kaka. Kwa hiyo tuambie, dabi haipo, kwanza sio dabi tena. Unavyo dabi mnakuwa mnashushia hazi. Mimi nitakuwa nishindane na watu ambao uwezo, ambao wanaleta timu uwanjani kwa muda mwafaka, lakini mtu anayekimbia kaka, mimi swazi yangu. Kwa tumwambie mtoto wa Mudi kama na uwezo kweli. Mimi siku ya Jumamosi nakwenda kuingia finali dhidi ya nani JKT Tanzania kwenye FA. Naingia finali, uhakika wao ninao, naenda kumpiga ngadu yule. Alafu yeye kama na uwezo kweli, akirudi huko kwenye kombe la Luza huko, mwambieni aje aingie finali kwenye finali kama na uwezo kweli. Mechi ya tarehe 15 kuna mechi toke wapi kaka? Mechi imeshaisha ile kaka.
inaongozwa na Jean Shele Ahoua. Kwanza ni waombe bodi ya ligi pamoja na TFF wasimamizi wa mpira huu. Kwanza msimu uliopita kuna kijana fulani hivi alikuwaga kule kwao, alikuwaga anaitwa nani yule ambaye alikuwa na magoli ya penalti mengi kule kweli, Saido, mpaka yalileta utata yale magoli ya penalti. Sasa huyu hao ambao mnamuita nyinyi, ambao yupo kwa watoto wa Monde, ana magoli mengi ya penalti, lakini toa magoli ya penalti anabaki mangapi? Twende kwa na anabaki na mangapi? Sasa toa, yani humo wako nyao magari anaongoza yeye. Toa magoli ya penalti 7. Alafu magoli ya penalti yenyewe ya kutafutiwa. Hebu angalia ule mchezo aliocheza dhidi ya nani? Nani walicheza nao nani wale? Nani wale? Mashujaa kaka. Hivi duniani kote ndugu yangu mwandishi wa habari, nitajie ligi kuu Tanzania bara zikachezwa dakika 140. Yaani kama finali nitajie wapi? Dakika 140 mbili nyekundu kaka. Washawahi kuona wapi kaka? Yaani kama ni finali imechezwa 120 imeisha, zimepigwa penalti zimeisha, mpaka na nyongeza za marefari. Kwa hiyo tuambie hao ambao na magoli ya penalti. Huku kwetu, hebu mtafutie rafiki yangu Clement Mzize, ana goli la penalti huku, na kama analo ni moja, lakini kwa akili zangu za upeo hana goli ya moja. Kwa hiyo tuambie bodi ya ligi kuelekea msimu kwenda kukata msimu, naomba magoli ya penalti yatolewe, afu yabaki ya magoli ya Winome Wiyangasule ambao tunamwona Clement Mzize anakwenda kunyanyuka na kiatu cha golden ni kwamba msimu uliopita alikuwa ni Mwagadugu kutoka profesa wa mpira duniani. Kwa hiyo tuambie bodi ya ligi kwamba magoli ya penalti mpaka sasa hivi yamekuwa ni fedhea, kwa sababu katika mechi 4 za watoto wa Monde mtaje mechi gani hajatoka na penalti? Mechi 4 vipolo vyote kapewa penalti. Jamani kuna mpira hapo. Alafu hapo mnataka niende nikakutane na mtoto wa Monde. Kaka. Tuombeni lazi kaka, mechi la tucheze imeshaisha. Au mnaogopa penalti na nyewe? Nani penalti? Nikwambie kwanza kwenye mechi yetu sisi mtoto wa Monde, hataka atopata penalti. Sitaki, yani sisi mtoto wa Monde hata katupanga kesho kutu, yani hata kesho hata tusipofanya mazoezi. Mtoto wa Monde anakufa. Jamani, sisi tu kama tumekataa, tumetoa ufafanuzi kuambia watufafanulie kilichofanya ule mchezo wa nani uahirishwe. Sijui nielewana sijui. Lakini vinginevyo hatuchezi kaka.